Nichagulieni story. Jamani, tajiri achague Savana na Nifa. Savana na Nifa nadhani sasa hivi hawana maelewano mazuri. Jamani, tajiri aliyelipia, una dhambi gani kubwa uko nayo? Utupe Watesi tuibebe. Wewe ndio tajiri yetu, uliweza kulipia bidhaa hapa leo. Wewe ndio unasababisha hii tunapata story. Watesi, chagueni story kwa ajili ya tajiri. Msitake kumchosha tajiri. Amelipia tena awasaidie kuchagua story. Achagueni story. Tula anasema ya Makabila. Kuna story ya Dula Makabila, nimesema kuna story ya Wema pamoja na Dulvani na Malu. Tajiri amechagua story. Tajiri amechagua story mwenyewe. Amesema Dula Makabila. Tajiri, mbona hiyo story ya kawaida tu? Tajiri, umeacha story za maana. Mnachagua Dula Makabila. Haya. Mimi na tajiri, umechagua wewe, mimi nitafanyaje? Mimi umechagua wewe, mimi nitafanyaje? Haya, story tuchague story ya Dulivani na Malu, ndo story konki. Najua wengi hamjui yaliomo ndani. Ngoja niwape sasa yaliomo ndani kwa wadhamini wa tajiri. Tajiri mgeni, tunaomba tumsaidie. Haya, mimi nachagulia story tamu ya Malu na Dulivani. Alafu tutoka hapo ya Wema ndo ya Dula Makabila itakuwa ya mwisho. Haya jamani, hii ni wiki ya wanasema, ngoja niwaangalizie hapo. Nimefanya kumreplay sasa hivi hapa. Hii ni wiki ya kuachwa. Hii ni wiki ya broke up tour. Ilianza kwa Shafi, sasa imekuja kwa Dulvani. Hapana, ilianza kwa Dulvani ndo ikaja kwa Shafi. Iko hivi. Watu wengi wanashangaa kwa nini Malu na Dulvani wameachana. Malu na Dulvani wameachana kwa sababu ya Hano Sasampa pesa. Mwanaume hana pesa ya kumlisha mtoto wa watu. Ni hivi, walikuwa wanaishi pamoja, pika pakua, wamemaliza hata mwaka mmoja, wako pamoja. Na Dulvani alivyoenda mbali zaidi, unakumbuka alikuwa ameshatangaza harusi yake. Ameshasema shabiki ukitaji kule kwenye harusi yake ni shilingi 1,000,000. Ameshawaalika kina Diamond, ameshawaalika kina Masha, ameshawaalika kina Juma, watu wote maarufu na wajua wewe. Ukumbi alienda kutafuta Mlimani City. Nikasema mtume, huyu mtoto anajua makubwa, huyu anapenda mapana. Kashawacheki watu ukumbi mpaka Mlimani City. Sasa wewe umewalika watu, kumbe ukumbi hujalipia, mapambo hujalipia. Yani hana hata chochote alichokilipia, lakini tayari mtoto ana confidence, anapenda kujiamulia mambo, kaenda mpaka kualika watu wazito. Nye jamani, mimi maskini tukua hatuna hela, tuna confidence. Wewe jamani, hivi anajua gharama ya ukumbi wa Mlimani City? Alitegemea kwa michango ataweza kuumudu? Hapana. Yani kwa yeye alivyo, alitakiwa ukumbi wake aende akachukua, umezidi sana hela 3,000,000. Ukumbi wa Mlimani City kukodi kwa ajili ya shughuli ni 12,000,000. Sijui mnanielewa Watesi? 12,000,000 umelipia ukumbi hall tu lile bwa linakuangalia, halina mziki, halina mapambo, halina sijui height table, halina chochote. Wewe ndo unaanza kutafuta tena watu wa mapambo. Sasa fikiria ukumbi umeulipia 12,000,000. Hayo mapambo yatakuwa ya shilingi ngapi mtoto? Mapambo yanatakiwa yasiwe chini, yani umejibana sana, 20,000,000. Sasa hapo tayari 32 zimesha katika. Mtoto ana confidence ya jambo. Alipo pale hata senti 100 hana. Lakini kashaenda kubuki ukumbi Mlimani City. Nyie. Nikasema labda yanawezekana wanaweza ana watu wakamchangia jamani. Sio kumbe sisi tunaongea tu, kumbe mwenzetu ana watu. Watu nakwambia, nikikutana nikutana na msanii nakwambia hii hapa mimi alinialika. Hii hapa leo my dada jamani, my kaka jamani, naomba uje kwenye harusi yangu nini na kukaribisha vijora, utanisaidia kusambaza vijora. Nasema sasa Mlimani City na vijora jamani, mbona mtoto anapenda kujamulia mambo? Wewe ilifikia hatua huyu ambaye alikuwa anataka kufunga
ndoa Man City, inabidi amtume mpenzi wake Malu kwa mama mkwe akaombe unga wa kusonga ugali. Unga robo, anakosa pesa. Yani kuna kipindi wasanii wanapitia changamoto mpaka unga robo sijui 500 anakosa. Kwa hiyo Malu anaondoka, anaenda kwa mama yake, anachukua unga, anarudi, wanasonga ugali. Kaka anajipenda, kaka anapenda makubwa. Sasa hivi Mlimani milioni 14 sio 12. Imeshapanda. Haya. Lakini bwana wewe, sisi tumetoka kulipia tena, tumebuki mwezi wa 12, lakini tumebuki from this. Tumebuki kuanzia April pale Mlimani. Tuna shughuli sisi, tumebuki kwa milioni 12. Tena milioni 12 tumeomba punguzo hapo milioni 1. Kwa sababu tumetoa mapema, labda ndo maana wametupokea. Ila tumelipa milioni 11. Umetoa 7, zimebaki 5 za kumalizia mwezi wa 10 ngapi huko? Ungepigwa na kutetea. Mimi naambia ukweli. Sasa huyu mtoto, shida sio mwanamke. Jamani, ule dada watu wamempenda. Anashangaa sasa hivi anakuwa na hasira na ule dada. Lakini waliokataa yeye kuolewa na Dulivani kwanza ni familia yake. Mama yake, shangazi yake, mama wako moto. Hawataki kumsikia Dulivani. Sasa mbona nilitaka kufanya birthday yangu Disemba mwaka huu. Kwa hiyo ni gairi. Unaruhusiwa kufanya, sisi tumebuki tarehe yetu. Kwa hiyo wewe hapo unaweza ukachagua tarehe yako. Sisi ziko tarehe 30 jamani pale Watesi. Malu mwenyewe mimi ananifurahisha. Kwanza anaingia live. Anasema mwenyewe kwenye interview, nimemshukuru, tumefanya naye interview iko YouTube. Ukitoka hapa nenda katazame mwenyewe. Mtoto anaeleza black and white. Hakuna kuficha ficha jamani. Mtu kaamua zake kuwa mkweli. Hiyo kuna ubaya gani? Kwamba nimeshindwa jamani, tumeshindwa, familia yangu imemkataa Dulivani. Hapo walikuwa wameshaonekana ni wapenzi. Yani watu washajua kabisa huyu anamdate Dulivani. Huyo Malu ni mtoto, kwanza ana miaka 20. Mimi sitaki kulaumu kwenye umri, kwa sababu Waislamu waga wanaoana mapema. Yani hata mtu akiwa na miaka 18 wao wanaoana tu, sio shida zao. Dulivani pia naye ni Muislamu. Kwa hiyo wao walikuwa kuoana ni, lakini bado walikuwa ni watoto. Sasa wewe fikiria mume wako ndo Dulivani. Kwa hiyo Dulivani ana kipengele kwanza cha kwanza kukua, awe baba kweli, useme huyu ni kweli baba, anaweza kuhudumia familia. Baba kuna ni watoto, kutunza watoto. Miaka 20 mtume. Yes, yule mtoto ni mdogo, ana miaka 20. Umaarufu ni kazi, hasa ukiwa huna pesa. Lazima utazaraulika. Ukiona umeachwa, umekataliwa ukweni, my dear, usianze kuingia kutia huruma mtandaoni Dulivani. Nenda katafute pesa. Fufua chaneli zako zote za hela. Jifanye mjinga, utafute hela, urudi kwenye position, uonyeshe ukweni kwamba wewe una pesa, wewe unaweza kumlinda, kumtunza mwanae. Eti wewe maana mimi papa na bwana nani?